kwako kumsaidia, tunataka kuomba kwa pamoja. Alafu baada ya ombi ninawaachia wale mahitaji. Akaona kwamba Yesu anakutembelea nyumbani. Nimekwambia umechelewa. Nachokiongea hiki ni cha muhimu sana. Kama unaelewa vizuri, nenda kasome vizuri sura ya 58 Isaya, ambapo wana wa Israeli walikuwa wanafunga kana kwamba Mungu asikii. Akamwambia shida sio mimi, ni akina nani? Yeye. Hapo kipengele kimoja kidogo unakisema hapa. Kufungua vifungo vya dini. Hiyo sehemu ya tano inazungumzia habari ya tubu na ujazwe Roho Mtakatifu. Alafu tutaingia katika maombi. Tutaomba kwa ajili ya wale watu watano ambao tunaomba sana Mungu aweze kuzungumza nao, nasi pia kuonyesha jitihada zetu ili mwaka huu kati ya hao watano basi waweze kupokea Yesu na kuzaliwa upya na kuwa watendakazi katika shamba la Bwana. Pili, taomba kwa ajili mipango ya familia. Najua wengi wameshaweka hapa na nakala kwa ajili ya mipango hilo umeweka hapa. Leo pia tutaomba kwa ajili ya mipango ya familia. Mipango ya familia. Nazungumza katika salamu moja wapo walaiti, kama kila mmoja aje aseme mambo aliyotazamia kuyafanya 2025. Mpaka unashangaa, mpaka mke wangu akaniambia kama mwaka umekuwa mfupi sana. Ndio nataka mwaka mfupi. Yaani kana mama kumbe hawa ni ambao wanakogesha. Sasa umeweka mambo makubwa, alafu yaliyofanyika kama madogo hivi. Tunakuombea mipango ya familia. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya hitaji ya Roho Mtakatifu. Hilo jambo la muhimu sana katika maisha yetu kwa kila mmoja. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya vipaumbele vya kanisa hili la Waadventista wa Sabato Uluguruni. Tutaomba kwa ajili ya vipaumbele vya kanisa, na yale mahitaji yako pia ni sehemu ya kuomba kila siku, na utapata nafasi ya kuzungumza na Mungu. Tubu ili kujazwa Roho Mtakatifu. Andiko hili kama maneno haya yamejikita kwenye Matendo ile ya Mitume sura ya 1 aya ya 4 na ya 5, ikikumbusha kile ambacho Yesu aliwaahidi wanafunzi wake pale atakapoondoka na watakapokaa pamoja. Aliwaambia kwamba Roho Mtakatifu atawajilia juu yao
kuungamiana wao kwa wao na kuwa tayari kwa ajili ya lishe utume. Hasa sura ya 2 ya Matendo, sura kuanzia aya ya 1 mpaka ile aya ya 4 inaeleza, nitasoma kidogo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwepo watu mahali pamoja, walikuwa pamoja, mahali pamoja. Sasa wazee wa kanisa tuna changamoto wakati tunapambana kukaa pamoja ili kupata nguvu ya Roho Mtakatifu uweze kuwa wapo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa na baadhi ya watu wengine wanakuwa hawana, maana hawana ule moto tulionao. Ukaja ghafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote hapa, bila kujali rika, bila kujali umri, bila kujali rangi wala level ya elimu au kaliko. Wanafunzi wale 11 waliokuwa karibu sana na Yesu, ukiacha wengine 100 alafu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kufanya nini. Mtamwandikia jela, sio swala la wale marafiki zetu ambao kwamba ili uonekane Roho Mtakatifu ameingia ndani yako uwe na uwezo wa kunena maneno kwa lugha. Hii sio ajenda hii. By the way, hata wenzetu marafiki zetu wanaoongea wanaonena kwa lugha kwa sasa, kwa kweli hata wakimuuliza mwenyewe anena kwa lugha aelewe kwamba anaongea. Nimeongea nao marafiki zangu kwa muda mrefu, tunapoendelea kwa nyumba, tunapojifunza habari za Yesu, tunapojifunza habari za Roho Mtakatifu, kwamba Bwana umeokoka ndio, tunapenda Yesu ndio, je, umepokea Roho Mtakatifu? Mwambie ndio. Naenda kwa lugha. Ayaanza ajenda nyingine. Kwa kifupi, lugha waliokuwa wakinena Roho Mtakatifu akiwaongoza ilikuwa ni mwanzo wa wanafunzi wa Yesu kwa ajili ya utume. Maana kila mmoja aliyekusanyika pale alifanikiwa kusikia ujumbe wa neno la Mungu, habari njema kwa lugha yake yeye. Kielewe unaipata kielewe. Kipale unakipata kama kilivyo kimenyooka hivyo. Alafu anayeongea ni bibi, hata sio mbaya. Anazidi kuongea kijito. Kisukuma unakipata cha kwako. Kinyakyusa, yaani chenye sio kama kile cha kupalaza chenyewe kwa chini. Wakaanza kuulizana, hao watu ni watu wanaonekana. Wakasikiliza yale maneno yakanenwa. Petro akawaongoza, Petro akahubiri, hao nao wananena wakiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani pale Roho Mtakatifu alifunguliwa, wakawa na uthubutu, wakawa na ujasiri. Maana waondoa tofauti zao, wameungana, wana umoja na ushirikiano, na walikuwa tayari kumpokea Roho Mtakatifu.
sio kawaida hiyo. Yaani hatuna mguso wa maneno ya Mungu yanaposoma mbele yetu. Imefikia hatua baadhi ya makanisa yetu hatutangazi wahudumu wa sabato ijayo, hasa mnenaji. Maana ukisikia mnenaji wetu ni mzee fulani ama kijana fulani, baadhi ya watu wanaenda kusali makanisa mengine, maana anaamini ya kwamba neno la sabato hiyo kwake hana nguvu. Ila neno la Mungu linaposoma mbele yetu, hata kama linasoma na mtoto, kama ukiruhusu Roho Mtakatifu alitafsiri, nitaitikia kwamba nitendeje kwa habari ya hili. Simanio kwa vitu sijiandae, napaswa kujiandaa. Wakatoa mioyo yao. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Maana hata kama tunamalizia somo kwa katika mambo matatu ya kujifunza Biblia leo. Kumbuka hivi kabla tujaomba. Hakuna kipawa cha Roho Mtakatifu kitakachoingia kwako utakachokipokea kama unacheza na dhambi. Hiyo nairudia tena. Yaani hakuna Roho Mtakatifu kwako kama unacheza na dhambi. Dhambi inapoungama dhambi na kuitia na kuiacha, ndipo Roho Mtakatifu anapotawala maisha yako. Mara ngapi unapotaka kufanya kitu kibaya, kuna sauti kukwambia acha? Unaweza kusikia hiyo? Sauti yaani chochote ile kuokoa watoto, unataka kuokoa hivi kwa lakini wewe ni vibaya, mpaka unaangalia kwa sababu kama yuko karibu yuko mbali, yaani wewe ni Roho Mtakatifu. Unaona? Unataka kuingia msako sasa upeni kwambia acha, yaani hiyo sauti ya Roho Mtakatifu. Yaani unataka kuongea na mtu kwa ajili ya kufanya dhambi, unapotaka kushiriki uovu, unapotaka kupokea rushwa, unapotaka kufanya jambo fulani ambalo liko kinyume na Mungu, sauti kwambia acha. Ninapokikaidi ile sauti, ninamkataa Roho Mtakatifu. Na hiyo haihitaji kujua kwamba hapa naonekana au sionekana. Na hiyo sauti hupotea na haipotea. Hata kama ukiwa mkali namna gani, sauti itaendelea kunena, lakini kuna saa itafika itapotea. Yuko bwana mmoja ambaye nilishuhudia kifo
atasema namna gani, hata kama mchungaji atahubiri namna gani, hata kama msomi atahubiri namna gani, mwinjilisti atahubiri, mtu atahubiri, nitasoma lesoni, nitasoma kesha, nitasoma Biblia nikiwa kwenye daladala, nitafanyaje, nitafanya maombi, kama nisipokubali niache ile dhambi, inatafuta mishipa ya fahamu ya kiroho, lengo ili niweze kufa kiroho. Nilikuwa mtoto mdogo, nilikuwa nashuhudia mzee mmoja alikuwa anafuta tumbaku ambayo anatengeneza kwenye karatasi, tumbaku inakuwa katikati. Siku moja akaja nyumbani kule kijijini, ambayo kusikia sana mpaka leo, kulikuwa watu wakinia 10, akaja akaokota kaa la moto na vidole, alishika hivi, akaweka ile karatasi yake, afu akangosha kaa la moto, akaanza kufuta. Nikaanza kuwaza, mbona huyu haukui ile vidole? Kaja kugundua kwamba mishipa damu huko kwenye vidole haifiki kwa sasa, kwa sababu mara nyingi na mimi nashika nini moto, hata midomo yake ndio kicheki ni sugu, inaona sugu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo mwanadamu anayependa dhambi, mishipa ya kiroho ya fahamu inakufa, ni rahisi kuizoea dhambi. Ndivyo kuchumkuta yule baba aliyekuwa na hela, aliyekuwa na mambo ya kutosha, aliyekuwa na pesa ya kutosha, akifanya biashara, akichukua mifugo kule kijijini, anapeleka Dar es Salaam, lakini cha ajabu akachukua mke wa mwenyewe zake. Aliona zaidi ya mara 7. Yule mwenye mke akaenda mahakamani, akaripoti zaidi ya mara 7. Yule bwana hakusikia. Nikana kwamba mishipa yake ya fahamu ya kiroho ya utambuzi wa dhambi anachokifanya ni kibaya. Mwisho akaondoka na yule mke wa mtu, akaja naye dawa. Those time nilikuwa na kama dhambi kitu fulani niko huko. Kaja kukaa naye. Yule bwana akabaki na watoto wake na mtoto mwingine kwa mdogo, akaanza kupika na kuandaa watoto, mke wake anakula raha chini. Toka story short, yule bwana alikufa kifo kibaya sana. Nilishuhudia, tulimbeba yule mtu aliyekufa vibaya, damu zinachuruzika kutokea porini mpaka nyumbani kwake, kutokea nyumbani kwake mpaka kaburini. Mtu mwenye fedha alizikwa bila jeneza. Kwa nini? Mwenye mke alimshughulikia, alafu kaenda gerezani. Kwa nini? Kwa sababu yani dhambi ni kitu ambacho kinaua mishipa ya fahamu ya kiroho, na inakuwa ni kazi, ina kazi ile kwamba naendelea kuikaidi sauti ya Roho Mtakatifu, naendelea kuikaidi sauti ya Roho Mtakatifu, na mtu anayenionya inaonekana kana kwamba ananionea. Na hiyo ni mtakatifu sana. Kwa kutia moyo, yaani kwa kifupi tu, kucheza na dhambi ni sawasawa na maisha yasiyokuwa na uongozi wa utakatifu. Fuatilia, hata familia nyingi zinateseka ni kwa sababu mwenzi mmoja anapokaidi sauti ya nani? Kwa hiyo kwenye hii aya inakazia kwamba tubuni, mkishatubu mtapokea kipawa cha Roho. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamtie. Hii ahadi ni ya kwako, watoto wako, majirani zako na watu wa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na haina level au status.
Dhambi zinafutwa yaani dhambi inafutwa ile ambayo mtu ameumia kwayo. Wanasoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinaeleza ya kwamba neema ya Kristo ama haki ya Kristo sio blanketi la kufunika dhambi zetu zisizotubiwa, bali neema ya Yesu inatufundisha sisi kukataa ubaya na kukataa dhambi, sio kuzifunika tu kwa maombi bana. Wewe bana tuwe kutoka kwa Yesu bana, neema yake yatosha bana. Hata Paulo amesema tudumu katika dhambi kisa neema izidi kwani nyingi. Hivi ninasemaje? Kwani nifundishe mtindo wa maisha. Namba moja, toba ni hatua ya kwanza ya kiroho. Pasipo toba hakuna msamaha wala ondoleo la dhambi na hakuna Roho Mtakatifu. Namba mbili, Roho Mtakatifu ni ahadi kwa wote. Narudia tena, Roho Mtakatifu ni ahadi kwa watu wangapi? Hata wewe ulioko hapa, ahadi hii ni ya kwako. Kwa wote bila kujali hali ulionayo. Namba tatu, maombi na umoja huleta ujazo wa Roho Mtakatifu. Niye wanafamilia walioko hapa, na mimi ni mmoja wao, tumuombe Yesu familia zetu ziwe na umoja. Kinyume cha hapo, hata sala zetu zinakuwa ni chukizo kwa Mungu. Umoja na maombi, matokeo yake yanaleta ujazo wa Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na umoja, waliondoa tofauti zao na wakadumu katika sala, wakadumu katika maombi. Hatimaye siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu akawapa kwao. Siku ya siku 10 za kufunguliwa, Roho Mtakatifu atamwagwa kwetu. Hili sio story. Hili ni neno la Mungu lilo hai. Namba 4, ujazo wa Roho Mtakatifu huleta nguvu na uthubutu. Kitabu cha Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 41 nasoma maneno machache pale. Kwa kuwa hii ndio njia pekee inayoweza kupokelea nguvu. Kwa nini hatuoni njaa na kiu ya kipawa cha Roho? Kwa nini hatuzungumzii wala kuomba ama kuhubiri habari za Roho Mtakatifu? Bwana yuko tayari kuwapatia Roho Mtakatifu wote wanaomtumikia, kuliko wazazi walio tayari kuwapa watoto wao vipawa vyema. Kila mmoja inampasa kuomba ubatizo wa Roho Mtakatifu kila siku toka kwa nani? Kwa Mungu. Niliongea na wanafunzi wangu wachache pale jana kwamba sio kila dhambi unapaswa kwenda kubatizwa wapi? Kisimani bado. Unapaswa kuomba ubatizo wa Roho Mtakatifu kila siku. Non-stop. Asubuhi, mchana, jioni. Nilikwambia mfano kwamba hauwezi ukasema Mungu hapo tukabatiza kama tunaongelea. Sio hiyo. Yapo kwa nini? Ni dhambi hiyo. Kwa nini dhambi ya ngapi? Kwa nini dhambi ya ngapi? Yes. Ya 9, usimshuhudie jirani yako nini. Na wakati hata leo
yake kweli? Au tunashukulia poa? Moja ndio ni mtindo kwa maisha. Ni dhambi. Tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu, na Yesu yuko tayari kutupatia kipawa cha Roho Mtakatifu kuliko mzazi kumlipia mtoto wakati anaishiwa. Bila Yesu haishiwi Roho Mtakatifu. Na yuko hapa kutupatia wakati tunapoonyesha mtaji. Walipata nguvu, wakatangaza habari njema, walithubutu. Wapo waliokamatwa na kupelekwa gerezani kwa sababu ya Kristo. Tunamshukuru Mungu, tunajifunza wale walisoma hivi kwa wewe. Simsema. Yesu anasemaje kwa wewe? Wafilipi. Paulo baka anaendelea kwamba yuko hivi. Yuko gerezani kwenye minyororo, kwenye pingu, anafurahi kusikia huko jamaa wanaendeleza moto wa nini? Mwisho, toba hubadili maisha na kuleta uwepo wa Bwana maishani mwetu. Tuna sehemu ya kwanza basi wa 41 anasema hivi: huu hautakuwa ushahidi kuthibitisha kuwa mtu ni Mkristo kwa kuonesha hisia za juu za kiroho kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Utakatifu sio upeo wa hisia ya furaha, ni kujitoa kikamilifu binafsi kwa Mungu, ni kujitoa kikamilifu binafsi kwa nani? Sio hisia. Wima na sababu wima wako kusifu Mungu. Akujisikia amani kusema kurudi. Unajisikia amani baada ya kufika Sabato. Unajisikia raha siku za maombi. Unajisikia vizuri. Maneno yanayohubiriwa na watu ni zaidi ya hayo. Maisha ya kiroho kimotaki ni pamoja na kutoa binafsi kwa bidii. Unaingia nani? Unafanya hivi. Wazee wa kanisa, kipimo chetu kwa washiriki kianza na sisi. Siwe hisia za furaha. Ni pamoja na kuangalia maisha ya muumini ya kujitoa. Leo mimi wanaongea sana kisikia huko. Mimi nitatoa, mimi nitajenga siku na tunani. Jenga kabisa sijini. Fanya kisima singefanya. Afu hata pia hofu hamna. Kwa kweli mimi wanaongea. Au fedha zikana na hii mashamaso wameingia hapa na ndio sio na au ni mashamaso wamejenga umeme hii taa inawaka umeme na hii bado kwa ufuoni huu ni hela, sio hiyo ni bango hilo. Unaona hii simu ni bango hilo, ina stream live stream hela. Sasa nawaza nikiangalia Januari naweza katika sigawa sehemu ya kujitoa binafsi, ya kujitoa kama familia kumtumikia Mungu. Hapa anasema ni kujitoa kamilifu binafsi kwa Mungu, ni kuishi kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu, ni kuyatenda mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni, ni kumtumaini Mungu kwenye majaribu, ni kumtumaini Mungu wakati wa matatizo, ni wakati wa furaha, ni kutembea kwa imani na si kwa kuona dhahiri kwa yale tunayohitaji. Hapo ni siku ya Bwana. Anasema ya kwamba ni kumtegemea Mungu kwa tumaini sio na mashaka na kutulia katika upendo wake nyakati zote. Toba kubadili maisha na kuruhusu wewe Bwana kwa Mungu maisha. Mungu atusaidie sana ya kwamba hakuna toba, hakuna Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunaimba namba 115.
inazinga washiriki na inapelekea kanisa halipokei Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu wachache, yako mambo mengi yafanikiwi kwa ajili ya dhambi za waumini. Omba pia kuwa kama Danieli wa leo, iombee kanisa. Iwe ni kanisa mahalia, kanisa la Mungu. Omba. Dakika 1.5 inatosha. Wala usisumbuke, bali kwambie Yesu anajua dhambi yako kuliko wewe. Nacheka mazuri. Yaani Yesu anajua kuliko wewe unafanya. Yaani wewe ni mwongo, mwambie Yesu wewe kuna hivi na hivi na hivi. Yaani kwa kweli kwa siku pastor. Na nikwambie anakusamehe sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe nyoka, kama unaogopa kunyanyua mdomo kwamba ataelewa kwamba anafanya haya, wewe ongea kwenye moyo wako, mwambie Yesu kuna hiki na hiki kwa kweli, yaani sielewi. Mwambie moyoni mwako kwa kichwa na utaratibu, alafu kimaliza hapo ndipo ongea watu wengine. Kabisa ya uwakilishi jioni ya leo. Sisi wengine tutasimama upande wa hapa mwangu wa kushoto, wengine tutasimama hapa na wengine hapa nyuma. Alafu hao watu wanne, mtoto, kijana na mzima mmoja tu anatosha, na mimi nitakuwa katikati na sanduku la maombi. Tutakuwa na maombi ya uwakilishi jioni ya leo. Tunapoimba beti ya 4, tunapoingia katika maombi mafupi ya kuhitimisha katika sehemu ya 5 ya kufunguliwa. Kwa damu yake sasa, karibuni. Upendo
kabisa utaombea hitaji mojawapo, kijana pia utaomba na mtu mzima mmoja hapa, tuokoe muda ili tuongee na Yesu bila kupoteza wakati. Karibuni sana. Karibu sana jamani. Nataka kuomba. Asante sana. Karibu. Bado kijana. Asante. Sogea hapo. Bado mtu mzima mmoja. Awe mpate mama mtu mzima mmoja. Akiawe nimepata wote nisema. Mama mtu mzima mmoja, karibu. Asante sana mama. Ndiye mtatuwakilisha. Mambo mafupi. Unaweza kuomba kwa ajili ya mipango ya familia, unaweza kuomba kwa ajili ya watu wale watano, unaweza kuomba kwa ajili ya umbele ya kanisa, lakini sisi tukiendelea kutaja mahitaji yetu ndani mwetu. Zungumza na Yesu. Kama afya yako ni nzuri, unaweza kuendelea kusimama, ila kama ukachoka basi unaweza ukakaa hapo. Maombi yetu hata dakika 2 au 3 tutakuwa tumeshamaliza. Kwa hiyo tutaanza na mtoto hapa, alafu tutakuja kijana. Kama utaona nitamalizia kwa ombi fupi kabisa katika jioni ya leo. Karibu. Mama sogea hapo. Karibu. Baba mwema, Mungu unayetupenda, jina lako litukuzwe sana. Wana wako tunanyenyekea mbele zako, tumekuja katika ibada ya siku hii ya leo, ibada ya kufunguliwa tena sehemu ya 5. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutufikisha masaa, lakini hapo maombi ambayo watumishi wako wameyaweka katika sanduku hili wakihitaji kufunguliwa kwayo. Baba wa mbinguni, ukaweze kuwafungua walio na mahitaji mbalimbali, ikiwa ni wagonjwa, wanaohitaji kupata kazi na mahitaji mengine mengi. Lakini wapo walioweka kwa ajili ya watu 5 ambao wameandika majina yao. Baba wa mbinguni, Roho wako Mtakatifu akazungumze na watu hao ambao wameandikwa katika boksi. Baba wa mbinguni, ikikupendeza wewe wakaweze kupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Neema yako na iendelee pamoja nasi katika ibada ambazo zitaendelea siku zinazofuata, katika jina lako Yesu Kristo na kuamini. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Yesu Kristo kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa mama wako, asante kwa matendo makubwa uliyotutendea sisi. Maana si rahisi kufika siku ya leo kwa neema na neema zako Baba. Lakini tumekuja kwa ajili ya maombi tunayoendelea leo siku ya 5 kwa ajili ya kufunguliwa. Baba, kuna maombi mbalimbali watoto wako katika kanisa la Luguluni wameandika ili wakuletee wewe usome mmoja mmoja hitaji lake Yesu. Tunachoomba Mungu, wewe umejua kuliko sisi tunavyojua. Wewe umesoma kuliko sisi tulivyoandika. Wewe umesoma mioyo yetu, umesoma akili zetu, umesoma uelewa wetu. Kila mahali Yesu wewe unajua, hata tunapotembea unajua. Tunakusihi Jehova, haya maombi yaliyopo kwenye sanduku hili, ukasome kila mmoja ile hitaji lake, ukaweze kumtimizia sawa sana na mapenzi yako Baba. Lakini ninakuomba Baba, kuna wale watu 5 ambao kila mtu ameandika. Tunaomba Baba, kila mmoja akatembelewe jioni ya leo, ili akapate wito wa sauti yako, aweze kufika kwa wito huo, ili Mungu aweze kukujua wewe. Hitaji letu ni kwamba kila mmoja akujue wewe Jehova. Lakini Mungu, kuna mipango ya kanisa ambayo inaendelea. Baba, yote mzee wa kanisa ameiandika na imewekwa hadharani kwetu. Baba, na hilo ndio hitaji letu la kanisa. Tunaomba Baba,
tukafanye kazi kwa nguvu na uweledi sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba ukatupe nguvu mpya, tukaanze na mambo mpya zaidi, tukiwa na upendo na utii na unyenyekevu, ndipo tutakapoweza kuifikisha hii kazi yote. Asante kwa sababu umetenda, na maombi yetu tunaweka mkononi mwako, tukiomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Asante Mungu wangu kwa maombi ya watoto wako, maombi ya mtu mmoja mmoja anayenena moyoni mwake mahitaji yake, kilio chake kwako. Tunakushukuru kwa sababu tena jioni ya leo tunaondoka kwa furaha, kwa sababu Yesu umetubariki na kusikia. Baba, tunaomba kwa namna ya kipekee, kwa sababu tumekubali kulilia mioyoni mwetu na kuungama dhambi na kujuta na kuweka nia ya kuacha na kutenda mapenzi yako. Baba, nakuomba waumini wadogo kwa wakubwa, kanisa la Nguruni, naomba ukawajaze Roho Mtakatifu, ili yote vipaumbele vya ufalme, mipango ya kanisa ikatimizwe kwa wepesi, maana washiriki na waumini kwa ujumla wamekubali Roho Mtakatifu waongoze maisha yao na wako tayari kuitikia wito wa mbele yao. Bariki familia moja moja, bariki mtu mmoja mmoja, yale mtoto wako anaponong'ona kama Hana alipokuwa akiongea na wewe, mpaka yule kuhani akamuuliza ya kwamba je, umelewa? Lakini kwa sababu ya mizigo iliyo ndani ya mioyo yetu, Baba, naomba hizi siku 10 zikapate kuwa baraka katika familia zetu, zikapate kuwa baraka, zikapate kuwa na tofauti wa namna ya kipekee na kubadilisha mtindo wa maisha, na tukaishi maisha kutegemea wewe na kuyafanya mapenzi yako. Basi katubariki tunapoenda kutawanyika, tembea nasi, katubariki, ukatulinda wakati wa usiku, hata watoto wanapoanza masomo kesho kutwa, ninawaombea ukawawezeshe katika mianzo ya darasa jipya waliendea, ukawafanye kuwa vichwa watoto wetu na kutegemea wewe, ukawafanye kuwa na tabia nzuri mpaka walimu wakashangae ni watoto namna gani, maana ni watoto wa abuduo mbinguni pako. Asante Yesu, katubariki sote, vijana, watoto kwa watu wazima, twajinamisha kwako, ukatubariki kupitia jina la Yesu kwa mwokozi wa maisha yetu. Amina. Bwana tubariki sana, na nawatakia jioni njema, na wewe watoto pia unasema amina, ubarikiwe, maana anaelewa kama yuko kanisani. Bwana atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru mchungaji kwa somo zuri alilotupatia jioni ya leo, na ujumbe aliotupatia huo ndio ukweli wote. Huo ndio ukweli wote ametupatia kusudi tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, Mungu akubariki sana kwa ujumbe aliotupatia, kwa sababu bila hivyo hatutaokolewa. Yaani haiwezekani. Tunamshukuru sana kwa ujumbe wa pekee, kwa sababu ujumbe huo utatusaidia leo siku 10 za maombi zikawe na maana katika maisha yetu yote. Basi kama mchungaji alivyosema, tumefikia
iliyomfundisha